Makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Heche ameongea mazito kwa mara ya kwanza baada ya kukamatwa na jeshi la polisi nje ya mahakama jijini Dar es Salaam na kwenda kushikiliwa kule Mtumba jijini Dodoma. Heche ameongea ikiwa ni kuelekea uchaguzi na vuguvugu la maandamano nchini Tanzania kama linavyohamasishwa uko kwenye mitandao ya kijamii na wanaharakati. Ni kusalimu habari za muda huu na familia wetu wa Mseto Media. Asante sana kwa ambaye umeendelea kuchagua Mseto Media kama kitovu chako cha habari na matukio. Nitaanza kwa kukupatia habari juu ya John Heche, kisha nitakuwekea Gwajima, alafu itafuata taarifa mpya juu ya kupotea mpaka sasa kwa Humphrey Polepole. Wale mliotamani kutunga mkono kwa chochote, ni wajuze tunaweka mambo sawa ili muweze kufanya hivyo. Wewe ambaye bado hujasubscribe, ni kusii usubscribe sasa ili usionapitwa na taarifa zote nzito za ndani na kweli kutoka hapa kwetu. Hakikisha umebofya maneno subscribe kisha alama ya kengele. Mimi ni Limo Grandson. Sasa twende kwenye taarifa kamili. Jumatano Oktoba 22, 2025, makamu mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema John Heche alikamatwa na jeshi la polisi katika viunga vya mahakama kuu masjala ndogo jijini Dar es Salaam, ambapo kulibuka sintofahamu kubwa baada ya Heche kutojulikana alipo kwa takribani siku mbili, kisha baadaye akajulikana ameshikiliwa na polisi kule Dodoma, ambapo Chadema walitoa taarifa kwa umma juu ya tukio hilo inayosomeka hivi: taarifa kwa umma kuhusu kushikiliwa Mheshimiwa John Heche. Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kinapenda kuutaarifu umma kuwa makamu mwenyekiti taifa Mheshimiwa John Heche anashikiliwa kwenye mahabusu ya jeshi la polisi Mtumba jijini Dodoma. Mheshimiwa Heche Ijumaa tarehe 24 Oktoba 2025 waliojiwa na idara ya uhamiaji mbele ya wakili wa chama na kaka yake, akituhumiwa kuvunja sheria za uhamiaji kwa kile walichosema alivuka mpaka wa Tanzania na kuingia nchini Kenya bila kufuata taratibu. Pamoja na kosa hilo alilotajiwa ambalo lina dhamana, jeshi la polisi limekataa kumpa dhamana likisema kuwa kuna maelezo kutoka juu kuwa aendelee kubaki mahabusu. Mheshimiwa Heche alikamatwa na jeshi la polisi Jumatano kwenye geti la mahakama kuu masjala ndogo jijini Dar es Salaam kabla ya kupelekwa kituo kikuu cha polisi Central Dar es Salaam. Kisha jeshi hilo likasema linamsafirisha kumpeleka polisi Tarime mkoani Mara. Kuendelea kumshikilia Mheshimiwa Heche kinyume cha sheria na mwendelezo wa mpango wa serikali ya CCM chini ya Rais Samia kuwakamata viongozi wakuu wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema na kuweka kizuizini mpaka baada ya uchaguzi mkuu uliopangwa kufanyika tarehe 29 Oktoba 2025. Tunamtaka Rais Samia aache kuvitumia vibaya vyombo vya ulinzi na usalama kuwakamata na kuweka kizuizini washindani wake wa kisiasa. Taarifa hii ilitolewa Oktoba 24 na Brenda Rupia, mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi Chadema. Sasa mtazamaji wangu, hiyo ndio ilikuwa taarifa ya Chadema baada ya Heche kujulikana alipo. Sasa twende moja kwa moja kuhusu kauli ya makamu mwenyekiti huyo wa Chadema John Heche. Baadaye John Heche aliweza kutoa kauli kwa umma akiwa kule aliposhikiliwa Dodoma, ambapo kupitia mdogo wake ambaye ni mwenyekiti wa Chadema mkoa amesema Heche amemtuma hivi: waambie watu wetu, mimi inajulikana kwa Mungu na malaika sina ubaya na nchi yangu naipenda sana. Kosa langu hata sasa ni kukataa kuwa msaliti wa mageuzi, ili sote katika nchi tuishi utawala wa sheria na kulinda rasilimali zetu. Hapa jela kwangu ni kama wananipaka mafuta, yaani manukato tu. Sitarudi nyuma kwa makosa ya kutungiwa. Wasiogope na kusononeka wakituona tunateswa. Mungu yuko upande wetu na vita nimemkabidhi yeye, ushindi ni wake yeye. John Heche, makamu mwenyekiti Chadema, jela Mtumba Dodoma, siku ya tatu tarehe 26 Oktoba 2025. Hiyo ndio ilikuwa kauli ya Heche ambayo alituma kwa umma kupitia mdogo wake Chacha Heche, ambaye huyu ni mwenyekiti wa Chadema mkoa. Kwa lolote tafadhali tuachie maoni yako hapa chini na sisi tutasoma. Usikae mbali na sisi kwa taarifa zaidi. Itafuata taarifa ya Askofu Gwajima juu ya kile alichokiongea na uchambuzi kidogo, kisha taarifa ya Polepole ambaye mpaka sasa hajulikani alipo baada ya familia yake kutangaza kwa umma kuwa ametekwa. Hii ni Mseto Media na mimi ni Limo Grandson. Hakikisha umesubscribe.
Asikudanganye mtu, siri ya biashara ni matangazo. Ungejisikiaje kama biashara yako ingetangazwa hapa na sisi na maelfu ya watazamaji wetu wakaifahamu na kukusapoti? Hujachelewa bado, tupigie kwa namba unazoziona hapo juu ama tuandikie email msetomediatz@gmail.com tukutangazie biashara yako kwa matokeo chanya. Hakikisha umesubscribe, comment, like na kushare. Mseto Media, we connect everywhere.